Kuna watu wanapiga kelele sana, lakini hakuna anayewaogopa. Kuna wengine hawasemi chochote, lakini kila mtu anawasoma kwa makini. Swali ni, unataka kuwa nani? Dunia imezoea watu wanaongea sana. Wanaeleza mipango yao, wanaonyesha kila hatua, wanafungua kila siri ya maisha yao. Lakini kuna kitu hawajui. Kadri unavyoongea sana, ndivyo unavyojipunguzia nguvu. Ukimya sio udhaifu. Ukimya ni control. Mtu anayejua kukaa kimya ana kitu kimoja ambacho watu wengi hawana. Anajua lini aongee na lini akae kimya. Na ukweli mchungu ni huu. Watu wanaongea sana hujikosea heshima wao wenyewe bila kujua. Wanatoa taarifa nyingi kupita kiasi. Wanajifungua, wanajieleza, na mwisho wake wanakuwa rahisi kusomwa. Lakini mtu anayechagua ukimya anakuwa kitendawili. Na kitu ambacho watu wanakiogopa zaidi duniani ni kitu wasichokielewa. Unapokaa kimya, watu wanaanza kufikiria. Anawaza nini? Kwa nini hasemi? Labda ana kitu kikubwa zaidi. Na hapo ndipo nguvu inaanza. Kwa sababu akili ya mwanadamu haipendi uncertainty, inataka majibu, inataka uhakika. Lakini unapowanyima uhakika, wanaunda hadithi zao wenyewe. Na mara nyingi, hadithi wanazojitengenezea ni kubwa kuliko uhalisia. Wataanza kukuona mwenye akili zaidi, mwenye nguvu zaidi, mwenye mipango mikubwa zaidi. Wakati ukweli ni kwamba, ulichofanya tu ni kukaa kimya. Hiyo ndiyo power ya ukimya. Katika maisha ya kawaida, angalia kwenye mikutano. Kuna wale wanaongea kila dakika, lakini hakuna anayewasikiliza kwa uzito. Halafu, kuna yule mmoja, anakaa kimya muda mrefu, lakini akiongea tu, kila mtu ananyamaza. Kwa nini? Kwa sababu ukimya wake umejenga uzito wa maneno yake. Kadri unavyoongea kidogo, ndivyo maneno yako yanavyokuwa na thamani kubwa zaidi. Ni sawa na pesa. Kitu kilicho rare kina thamani kubwa. Maneno yako yanakuwa rare na hivyo yanakuwa powerful. Lakini kuna kitu kingine cha hatari zaidi. Ukimya unakupa nafasi ya kusoma watu. Wakati wengine wanaongea, wewe unasikiliza. Unaangalia lugha ya mwili. Unaona hisia zao. Unaelewa udhaifu wao. Wakati wao wanajifungua, wewe unajijenga. Na mwisho wa siku, unakuwa na taarifa nyingi kuliko wao. Na kwenye maisha, mwenye taarifa nyingi ndiye mwenye nguvu. Lakini pia kuna upande wa ndani. Ukimya unakufundisha kujidhibiti. Sio kila kitu kinahitaji majibu. Sio kila maneno yanahitaji reaction. Sio kila provocation inahitaji response. Watu wengi wanaharibu heshima yao kwa sababu hawawezi kukaa kimya. Wanakasirika, wanaongea. Wanachokozwa, wanareact. Wanakosolewa, wanajitetea kupita kiasi. Na hapo ndipo wanapopoteza power yao. Kwa sababu mtu mwenye nguvu ya kweli hahitaji kujieleza sana. Anajiamini bila kusema. Anajulikana bila kupiga kelele. Ukimya wake unatosha kusema kila kitu. Na ukweli mwingine ni huu. Watu wanamheshimu mtu ambaye hawawezi kumtabiri. Ukijulikana sana, unapoteza edge. Ukiongea sana, wanakuelewa kupita kiasi. Lakini ukikaa kimya, unabaki kuwa unpredictable. Na mtu asiyeeleweka kirahisi, anaogopwa kirahisi. Hii haimaanishi usiongee kabisa. Hapana. Inamaanisha chagua maneno yako kama unavyochagua pesa zako. Usitumie hovyo. Ongea pale tu inapohitajika. Na ukiongea, hakikisha kina uzito. Kwa sababu mwisho wa siku, sio yule anayepiga kelele ndiye mwenye nguvu. Ni yule anayejua kukaa kimya wakati wengine wanapoteza control. Sio yule anayejieleza sana ndiye anayeeleweka. Ni yule ambaye uwepo wake pekee unazungumza kwa niaba yake. Nakumbuka hili. Wakati watu hawajui unachowaza, wataamini unawaza kitu kikubwa zaidi. Na hapo, bila kusema hata neno moja, unakuwa tayari umeshinda.